Good. Ya, alhamdulillah niko good. Karibuni Dar es Salaam. Asante, tunashukuru. Jana vipi? Ilikuwaje? Mli manage sana mchezo dhidi ya Namungo, lakini baadaye mkaweza kupata sare, na ikiwa sasa hivi timu zinahitaji sana alama tatu ili kuweza kubaki katika nafasi nzuri. Kuna nafasi ya kwanza, ya pili mpaka ya nne, lakini kuna nafasi nyingine huku za chini ambazo zina upinzani mkubwa sana. Mchezo pia ulikuwa vipi? Mchezo unavyo katika hali ya mchezo wa jana ulikuwa mgumu kama unavyoona ligi yetu. Ni ligi ngumu kwa sasa. Kwa kila mmoja anapambania kuto kucheza playoff na kuto kushuka. Kwa hiyo mchezo wa jana ulikuwa mgumu na tulianza kupata goli sisi. Kupata goli, tulikuwa na mchezo mzuri kipindi cha kwanza, tukarudi kipindi cha pili. Tulikuwa pia na mchezo mzuri, lakini tulifanya kosa, wenzetu wakalitumia kusawazisha. Kwa hiyo naamini mchezo wa jana ulikuwa ni mgumu. Kwa katika mchezo unaofuata, yale mapungufu ambayo yamejitokeza jana, mchezo unaofuata huu naamini utakuwa hatojitokeza tena. Mwalimu ataenda kufanyia kazi katika uwanja wa mazoezi. Yale yote mapungufu na mazuri yetu yazidi kuboreshwa. Kuna ugumu gani kwenda kucheza na timu ambayo imeshapoteza, halafu nyie mnahitaji matokeo muhimu na mnaenda kucheza mkiwa ugenini? Kwanza ugumu wao hawana cha kupoteza, kwamba wanacheza hawana pressure. Sisi tunacheza tukiwa tuna pressure kwamba kupata matokeo. Kwa hiyo unacheza na mtu ambaye karelax kimwili, akili, kwa sababu ameshashuka. Kwa hiyo unakuaga wao hawana pressure ule mchezo. Kwa hiyo wanacheza hawana cha kupoteza. Kwa hiyo mchezo unakuaga mgumu kwa sababu hiyo. Sisi tuna pressure kubwa kupata matokeo, wao hawana pressure. Kwa hiyo mchezo unakuwa mgumu kwa hali hiyo. Kwa mara ya kwanza ukiwa umeitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, umeenda umetraining na wachezaji tofauti tofauti, hii wewe ulipokea vipi mara baada ya kuona charts zile na jina lako lipo? Mchezaji wote wa Kitanzania mwenye asili ya Kitanzania ndoto yake kuitwa kucheza senior team. Kwa hiyo pale unapoona unaitwa lazima uwe unafurahi, na unaenda kutrain na wachezaji ambao IQ yao kubwa. Wapo mablaza wametangulia, wana uzoefu mkubwa katika football. Kwa hiyo unaenda kucheza na unajifunza vitu unajifunza kwa pana, wao pia wanakuelekeza kwa sehemu hii ufanye hivi, ukiwa hivi ufanye hivi. Kwa hiyo naamini unapata na wewe kupata uzoefu katika mpira, na unapata kuelewa sehemu hii unataka kufanya nini, sehemu hii unataka kufanya nini. Kwa hiyo unapata uelewa mkubwa wa mpira. Hivi kulikuwa kuna ugumu gani kucheza na Singida Black Stars michezo miwili, kwenye upande wa ligi lakini pia upande wa FA, na mliweza kuwin michezo yote miwili, moja kwa mikwaju ya penalty, mwingine mlimaliza ndani ya dakika 90. Kulikuwa kuna ugumu gani? Ugumu wa kurudiana katika mechi mbili ndani ya wiki tuseme au siku 4-5, inakuwaga mshafahamiana kwamba mnamjua kabisa timu hii mnaenda kucheza nayo, madhaifu yao ni sehemu fulani, na wao wanajua kwamba hawa uzuri wao ni sehemu fulani. Kwa hiyo viwanja vya mazoezini ndio vinamaliza kila kitu. Tunajua kabisa tunaenda kucheza na timu ile, wako hivi. Sisi tunajiandaa kwamba mwanzo tuliingia hivi, sasa hizi tubadilishe mbinu, tufanye hivi. Kwa naamini mechi inakuwa ni ngumu kwa sababu mnafahamiana sana, mshacheza pamoja kwa mechi ya kwanza. Kwa hiyo mkirudi katika mechi ya pili mnakuwa na mipango mingine, sio mipango ile kwa sababu inakuwa mipango ile mshafanya katika mechi iliyopita. Kwa hiyo mechi inayofuata inatakiwa ina mpango mwingine ile kumchanganya mpinzani. Naamini kocha wetu alikaa hilo na akaliona, ndio maana tukapata ushindi mechi zote mbili. Na mchezo na KMC mara baada ya hapo, ratiba inasema siku 5 zitawafanya nyie msafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea Arusha kucheza mchezo wa hatua ya nusu finali kwenye kombe la CRDB Federation Cup dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hii kama wachezaji mmejiandaa vipi hasa kwenda kukutana na mnyama kwenye hatua ngumu ya nusu finali, ikiwa yeye anahitaji hasa kombe kwa sababu ana ukame sana wa kuweza kunyanyua makombe? Kwanza tunaelekea katika mchezo uliokuwa mbeleni kwetu, mchezo zidi ya KMC, kwa sababu ni muhimu. Tukipata ushindi unazidi kutupa morali kuelekea mchezo wa nusu finali. Naamini mchezo huu wa KMC ndio utatuongoza kwenda kwenye mchezo wa nusu finali. Pale tutapata ushindi, naamini wachezaji wote tuko na morali kubwa kuelekea mchezo, japo utakuwa mchezo mgumu huu wa KMC na huu wa Simba, lakini naamini tunaanza na huu wa KMC. Tukifikia mchezo wa Simba ndio tunatakiwa John Hoji kuhusu mchezo wa Simba, lakini naamini
tukianza na huu unaofuata wa Simba tunaenda kwenda kufanya vizuri zaidi ya huu mbeleni kwetu inshallah. Ulifanya vizuri sana kwenye mchezo dhidi ya Simba pale Mkwakwani, nilikufuatilia. Ulicheza vizuri sana, mkutano wa wachezaji professional wengi kwa upande wa Simba na mliweza kupoteza kwa ushindi wa goli 2-1. Ugumu hasa ulikuwa wapi kwenye nafasi yako ambayo unaocheza siku ile? Paka umetoka, yes, umesema hii nimekutana na Simba, kweli ilikuwa mechi. Mechi hizi na timu kubwa wanatunyima sisi mpira sana timu ndogo. Muda mwingi mnakuwa mnakaba. Kwa hiyo naamini ugumu upo kwenye kukaba, kutafuta mpira na sisi tukae nao ili na sisi tuwanyime wao mpira. Kwa hiyo kama mimi katika position yangu kama ulivyokuwa unaona tunasaidia kuja kukaba chini, na tunapopata mpira lazima tukae nao hata kwa sekunde kadhaa ili na sisi tuweze kuwanyima wahisi kwamba wanacheza mechi. So sisi tupate mpira ndani ya sekunde tunyang'anywe, hapana. Kwa hiyo naamini kwamba mchezo ule ulikuwa mchezo mzuri kwangu na kwa timu, japo tulifanya makosa tukapoteza, lakini mchezo ule ndio umetujenga kuelekea michezo inayofuata na tutakutana nao. Naamini kocha ana mbinu kashaziandaa kuhusiana na wao, na naamini mchezo unaofuata hatuwezi kufungwa mara mbili. Inshallah tunaenda kupata matokeo zidi yao. Kwenye nafasi unaocheza, mchezaji gani wa ligi kuu ambaye ukikaa unasema yes, napenda sana kwa kile anachokifanya, na naamini kwa upande wa wachezaji sio mbaya kama kwenye nafasi yako ukiona mchezaji anafanya vizuri na kuridhika kwenye moyo wako kwamba huyu ana performance nzuri, naomba niwe kama yeye, basi Mungu anaweza kunifungulia, naweza kufanya vizuri kwenye nafasi yake. Mchezaji yupo wa Tanzania, Blo anacheza Azam, Idinado. Yupo katika performance nzuri, tunaona anatengeneza nafasi, anafunga. Kwa hiyo natamani niwe kama yeye au nizidi zaidi ya yeye, na wapo wengine, wapo timu kubwa tunaona wengi wanacheza nafasi yangu, lakini mimi na muumini wa wachezaji wa ndani, na napenda mablaza wa ndani wanaofanya vizuri na furahi, kwa sababu mimi na support sana sisi vipaji vyetu vya ndani. Kwa hiyo niseme blaza Idinado anafanya vizuri, anafunga na assist, na kama unavyoona iko performance nzuri, japo wapo wachezaji wa kigeni wanafanya vizuri. Kwa wote na wote tunaangalia mazuri yao. Kwa hiyo yale mazuri tunachukua sisi vijana, tunajifunza ili tuwe kama wao au tuzidi kama wao, tuwe mbele zaidi kushinda hata wao inshallah. Unawaambia nini wana Mangush ambao wanasafiri na timu yao, wanaipenda, na sisi tunaamini shabiki ni mchezaji wa 12 ambaye ukienda uwanjani anakufanya basi wewe ufanye vizuri? Wakati ule mechi zenu zinatoa Mkwakwani kupelekwa kwenye uwanja wa ugenini, hii wachezaji mlipokea vipi? Kuna namna iliwakata au mlisema yes tunaenda kupambana kwa sababu njia ni moja ambayo tunaanza kuijenga na kuweza kufanikiwa mafanikio ambayo mmeyapanga kwenye msimu? Cha kwanza tunachoahidi wana Mangushi, na tuahidi waendelee kutusupport, wachezaji wao waendelee kutusupport. Naamini support yao ndio inatupa sisi nguvu. Kama unavyoona tukiwa nyumbani pale wanavyojezana kwa wingi, ile inatupa chachu sisi wachezaji kwamba kuna wachezaji wa 12. Kwa hiyo inatupa morali sana kupambana, kwamba kuna watu juu wanatufuatilia na wanatusupport kwa kuimba, kuliko kipindi kile tunaenda cheza nje hatuna mashabiki, yani wapo viongozi tu wachache. Ile pia kidogo inakuwa ni ngumu, japokuwa inakuwa tunahesabika tuko nyumbani, lakini sio nyumbani ugenini. Kuliko tukiwa nyumbani au wakiwa wanakuja kutusupport hata mikoani, inatupa sisi chachu kwamba wametoka Tanga wamekuja kutusupport. Kwa hiyo sisi tuweze kupambana ili wanaporudi safari yao kurudi Tanga iwe nyepesi, kuliko kuatia tena uzito safari ya kurudi Tanga au safari ya kutoka pale Mkwakwani kurudi manyumbani wakiwa na furaha. Na mimi hata sisi pia tunakuwa na furaha kwamba tuweza kufurahi. Sisi wao wanaposhangilia kupata furaha, na sisi pia tunapata furaha kutoka kwa viongozi wetu kwamba tumeshinda, kuzipo bonus ndogo tunapata. Kwa naamini wao wakitufurahisha kushangilia, kutupa morali, na sisi tunapambana ili kuwapa wao furaha ya pointi 3 ya ushindi. Kuna 100% za Bakari kubaki Coastal Union? Inshallah, hayo ni mambo ya management yangu na timu. Kwa pale inapofikia kwamba timu na management yangu imekaa bana, mtoto wetu umefika wakati asogee sehemu, inshallah vyombo vitajua na mambo yatakuwa wazi. Na wazee wanaga baya. Hawana baya. Kama timu imekuja mzigo ni mzuri na ana shida. Hawana shida. Kwa hivyo kwamba itapofika wakati utajua kwamba official bana mtu huyu iko hivi. Swali langu la mwisho, kuna faida gani hasa ya kucheza na Thomas Ulimwengu? Wakati unasikia Tom anakuja kujiunga na Coastal Union, wewe ulipokea vipi?
Kwanza ukifikiria sisi tunafuatilia wakati tuko wadogo, nikia anakuja anacheza Mazembe, anakuja timu ya taifa. Kwa hiyo tunaamini anakuja blaza ambacho kipindi hicho yeye anacheza mpira, sisi tunafuatilia. Wengine ilikuwa tunajiita kipindi wadogo tunajiita hivyo blaza fulani, blaza Tom. Kwa hiyo kile kitu baada ya kuja kwenye timu ametuongezea nini sisi vijana kutupush, bwana mdogo wangu cho bwana fanya hivi pale, ukiwa sehemu ile fanya hivi. Kwa hiyo sisi wachezaji wachanga wapo anatumotivate kuja juu kwamba unaweza. Kwa baada ya kusajiliwa tuseme ametupa chachu sisi na ushauri wake, na kama unavyoona vijana tunaendelea kupambana kupitia yeye, tunajifunza vitu vingi. Nikushukuru sana. Asante.